Mheshimiwa Rais amenituma kuja kutoa salamu za pole. Poleni sana familia, poleni sana. Mheshimiwa Rais anaomboleza pamoja na nyinyi, na yuko pamoja nanyi, na yuko pamoja na wanaperamio wote. Amenituma niwahakikishie wanaperamio kwamba Mheshimiwa Jenista alikuwa kiungo wa wanaperamio pamoja na serikali, na Mheshimiwa Rais amenituma niwahakikishie kuwa serikali itaendelea kushirikiana na wanaperamio kama ambavyo ilikuwa inafanya. Mheshimiwa Jenista alikuwa kiungo cha wanaruvuma na serikali. Niwahakikishie wanaruvuma wote kwamba serikali itaendelea kushirikiana na mkoa wa Ruvuma na kuendeleza kazi ambayo ilikwisha kufanyika na kazi ambayo ilikuwa mbele yetu, ambayo ndio kwanza dira mpya inaanza kutekelezwa. Mheshimiwa Jenista alikuwa kiungo kati ya kanisa na serikali. Amefanya kazi hiyo ya mahusiano, amefanya kazi hiyo akiwa serikalini. Mheshimiwa Rais ametuma niwahakikishie wote kwamba serikali itaendelea kuenzi na kushirikiana na taasisi za dini ili kuweza kuhakikisha kwamba heshima kubwa ambayo Tanzania imekuwa nayo kuhusu umoja wa kitaifa, uhuru wa kuabudu, amani na usalama wa nchi yetu unaendelezwa. Mheshimiwa Jenista alikuwa ni mpatanishi, amefanya kazi hiyo katika nyanja mbalimbali. Mheshimiwa Jenista ni mtu aliyeamini kwamba ukimtanguliza Mungu na ukafanya bidii inawezekana. Na niombe kila aliyekuwa mundani ashuhudie kusema Jenista ni mtu mwema. Ukimshuhudia mtu mwema, malaika upeka salamu kwa Mungu wetu kabla yeye hajazikwa. Ndugu waombolezaji wenzangu, tumekusanyika huku mioyo ikiwa mizito kumwaga kiongozi wetu mpendwa Mheshimiwa Jenista Joakim Mhagama. Sifa nyingi zimekwisha kutolewa kumhusu yeye. Maneno mengi mazuri yamekwisha kusemwa kumhusu yeye. Mimi nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa maisha yake hapa duniani. Ndugu zangu, Mheshimiwa Jenista Mhagama alikuwa mcha Mungu na sisi sote tumesikia matendo mema aliyoyafanya yakizungumzwa. Mimi nakumbuka mwaka 2006 nikiwa mkuu wa kikosi pale Mlale JKT, aliwahi kufika pale kambini, aliwaona vijana wa JKT wakiwa wamebeba ndoo vichwani na akaniuliza mimi kama pale pana matatizo ya maji. Akamwambia maji hapo, ila wakati wa kiangazi maji yanapungua. Nakumbuka aliniahidi na akatekeleza kwa kuchimba visima viwili ndani ya kambi ya Jeshi la Kujenga Taifa. Kwa hiyo sisi wana Ruvuma tumempoteza kiongozi, tumempoteza rafiki, tumempoteza ndugu ambaye alikuwa ni kimbilio la watu wote. Pole yetu wote jamani. Tumeondokewa na mama, tumeondokewa na mlezi, tumeondokewa na jembe, tumeondokewa na mwalimu.